Hii ni hadithi ya mapenzi yenye kuvunja moyo. Katika kiangazi chenye joto kali cha 1968, msichana anaitwa Juhi anakuja kwenye nyumba ya babu yake mashambani kwa likizo ya kiangazi. Katika njia ya mashambani, anakutana na mvulana anaitwa Junha. Junha anavutiwa papo hapo na mrembo Juhi. Anapunga mkono kwa hasira kumsalimia. Mgeni kijijini, Juhi ana hamu ya kujua kila kitu. Anamwalika mvulana huyu mwaminifu kumpeleka kwenye matembezi kwenye nyumba yenye watu wengi. Junha anakubali kwa furaha. Siku iliyofuata, hawa wawili walipanga safuna mashua ya mbao hadi ngambo ya mto. Bila kutarajia, Junha pia anatembelea nyumba hiyo kwa mara ya kwanza. Anakimbia hata kuliko Juhi. Hali ya wasiwasi huwaleta karibu zaidi. Dhoruba ya ghafla ya majira ya joto inakuja. Wakiwa njiani kurudi, mashua yao ya mbao inapeperushwa hadi katikati ya mto na upepo. Hawana chaguo ila kupata kimbilio kutokana na mvua. Njia zinateleza kutokana na mvua. Juhi anateguka kifundo cha mguu kwa bahati mbaya. Junha anambeba mgongoni na kupata banda la tikiti maji. Anakunja shati lake ili Juhi akauke maji ya mvua. Hata anaiba tikiti maji ili kukata kiu yake. Upinde wa mvua unaonekana baada ya mvua. Akishuhudia upendo wa kwanza wa vijana wawili, jioni Junha humbeba Juhi nyumbani kwenye njia ndogo. Wanatembea kwenye daraja la mbao lililojaa vimulimuli. Anga yenye mwanga wa nyota inamwacha Juhi akiwa ameshangaa. Junha anashika kimulimuli na kumpa Juhi. Mwangaza humeta kwenye kiganja chake. Na uhusiano wao unachukua hatua nyingine karibu. Lakini babu kwenye ukingo wa mto huvunja wakati wa kimapenzi, akijua wataachana na bila kujua wakati watakutana tena. Juhi anampa Junha mkufu wake kama zawadi. Baada ya babu kumchukua Juhi, anageuka na kumpiga Junha kofi kali usoni. Kofi hili linamrudisha Junha kwenye ukweli. Binti wa bunge sio mtu ambaye mvulana maskini kama yeye anaweza kustahili. Siku iliyofuata, Juhi anashikwa na baridi kali na kurudishwa mjini. Kuanzia hapo na kuendelea, wawili hao hawataonana tena. Baada ya likizo ya kiangazi kuisha, Junha anarudi shuleni. Kwa ujuzi mzuri wa kuandika, mara nyingi huwasaidia wanafunzi wenzake kuandika barua. Siku hii, rafiki yake mzuri Taeso anamuomba aandike barua kwa mchumba wake aliyepangwa. Msichana kwenye picha anamshtua. Mchumba wa rafiki yake ni Juhi, ambaye amekuwa akimkosa. Anavumilia maumivu ya moyo na anaandika barua kwa jina la Taeso. Akimimina hamu yake yote katika maneno, labda barua imeandikwa kwa shauku sana. Siku iliyofuata, Taeso anapokea jibu kutoka kwa Juhi. Katika barua hiyo, Juhi anamwalika kuona onyesho. Taeso anamburuta Junha hadi kwenye ukumbi wa michezo. Juhi anapotokea jukwani, Junha anasimama kwa furaha. Junha anatazama kimya kimya kutoka kwa watazamaji.